Na kutakia Ijumaa iliyo na fanaka kubwa, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Iyambaletu TV. Naitwa Machumbe Itungano lami Kristali ndo langu jina. Ukitaka unaweza kuniita mzee wa taarifa za ukweli au sauti ya wazee kwenye kizazi kipya. Katika Ijumaa ya leo tuangazie hali ya usalama katika jiji la Baraka, ambako baada ya masaa 72 ya uvumi uliozagazwa na kuchafua mitandao ya kijamii uliozungumza kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, uongozi wa jimbo ya 33 ya kijeshi ulipiga marufuku kwa wazalendo kuvaa sare za kijeshi na kuwaomba kuondoka mjini Baraka uliopo wilayani Fizi, mashariki mwa Kongo. Taarifa zimeashiria kuleta picha mbaya ya uhusiano kati ya wanajeshi wa FARDC na baadhi ya viongozi wa makundi ya wazalendo. Kisa cha hivi karibuni ni kile cha mwanajeshi mmoja wa wazalendo aliyeshurutishwa kuvua magwanda ya kijeshi na wanajeshi wa kundi la Chita kwa maana ya Gepard kwa kimombo, aliyeshikwa majira ya saa 1 usiku na dakika 45 na kutendewa ukatili na wanajeshi hao. Kwa mujibu wa baadhi ya viongozi wa kizalendo, hali hii inaashiria picha ya kuwepo kwa mchezo wa giza unaoendeshwa na jeshi la taifa kwa malengo ya kutaka kuwatishia wazalendo kutoendesha vizuri kazi zao za kupigania ardhi ya mababu. Katika video iliyosambaa mitandaoni, kiongozi mmoja wa kundi ya wazalendo anayejiita Mamadu, mmoja miongoni mwa wakamanda wa CNPSC inayoongozwa naye Jemadari William Amuri ya Kutumba, alitoa hali halisi ya kutendewa kwa mmoja miongoni mwa wanajeshi wake usiku wa tarehe 1 Aprili kuamkia Alhamisi ya Aprili 2 jijini Baraka. Wazalendo ya Sud Kivu, msikie jinsi mimi nitasema, kwa sababu tuliona mshangao sana yenye ilipita pale jana kuhusu basoda yetu balikuwa banaenda kuemea mune mjeteme Baraka, barudie takuja kukulisha basoda. Mimi ndio nilitosha ile makuta, alikuwa soda moya chife wangu wa kumwili, na ule chife nilishatumika naye miaka 5, niko napambana naye vita. Ule chife bakamkamata wakamupana, alikutana na basoda 4, bakamwambia we maimai, abakumuita mzalendo, baliita we maimai kuya hapa. Akaenda bakamwambia ikala chini, akikala chini kula teni kusoda moya, na akukuwa na bunduki ule mzalendo. Bakamvula mateni, bakamwambia hivi, iwe mara ya kwanza na mara ya mwisho wewe au nyinyi kutembea na masilaha muhimu mwingine, kutembea na mateni muhimu mwingine Baraka. Désormais tunabafukuza, mwende mupori. Na ndio kisi wale wasoda gouvernement atanke banitiwa unité gani Bagepar. Ndio bale mwambie ule soda. Donc yo ule soda ufika kulipatia raporo na mboga yote kutupa. Na mboga yote walitupa, ilikuwa mboga ya 12000, walitupa ile mboga. Vile mimi nilikuwa nenda kupimwa kwa hospitali, nikatuma ule soda waende kuemea, baende kunisongea bugali ule chife wangu. Lakini bakatupa ile mboga, bakakuja kunyambia habari. Antuka roho yangu ilitunda sana. Kisi bapepar balitumika ile desordre pale jana na saa 1 ya usiku na 45 minutes kukamata ule soda. Mimi kwenda kule kwenye nifanyia action, kukutana balisha enda. Antuka ule ni Mungu mwenye alitenda, ni bakute balisha enda. Ningewakuta pale mimi Mamadu. Ni Mamadu. Ni ndo Mamadu wa Sud Kivu, wa zone ya Fizi wa sekteri ya Tambala. Mimi ningebakuta pale, nilikuwa sana. Mulipigia soda alifanya nini? Na kama vile vitu vyenye vilisha kuwa koni, mwambie wa baba
Wenye wanatuchunga wakomanda force sisi tuliona ile yenu ni madesordre yenu yenye mnafanya ya kuleta adui akuje kuingia mjini Baraka. Ile ni konsinya yenu. Nakwambia hivi, hii ni zone ya peace. Zone rouge. Hii ni zone rouge. Imbecile usikie. Hata kwanza nikutoshe dinet. Unione macho yangu mzuri. Hii ni zone rouge. Na kama hii ni zone rouge, papa, uwe yange sana. Wewe kufukuza mzalendo we nyama imbecile ya mtu mbwa ulikuwaka wapi we? Wewe ulikuwaka wapi? Wewe ulikuwaka wapi we? Mulienda Puchi mukakamatisha Makobola. Mulienda Puchi mukakamatisha Uvira. Puchi, Bukavu, Goma. Lakini baba mtukufu wa Mungu aliyeshushiwa neema kutoka kwa Mungu, Baba William ya Kutumba akasimama pale kwa Mungu. Wewe nyama mwenye unapiga mzalendo ulikuwa wapi we? Ulikuwa kwanza wapi we mwenye unapiga mzalendo na kumnyang'anya masilaha na nini na kumnyang'anya mateni? Ulikuwa wapi? Mbwa wa mtu. Shenzi. Ukome na kukomazika. Mbwa. Zone ya Fizi. Uko na bahati sikukuta. Mimi mama tu niko kukanyaga pale. Ungiona gisi mimi. Angilikuwa baba mtukufu wa Mungu William. Mungu. Lese. Ya kusimama pale kwa mnene. Wewe ulikuwa wapi we? Tulikuwa unaanza kukimbia we. Unaanza kukimbia na basoda yako. Ndio unatuma basoda, basi kulipigia basoda. Wenye wanakomboa nchi hii ya Kongo. Kupiga tena bazalendo, kupiga mzalendo anawafanyia nini? Eske unisikia liba? Hapana. Eske liba? Hapana. Mtu mwenye anaenda kuemea. Anafanya nini? Unaanza kumfukuza. Sisi tulienda mpaka pale kwenye kulikuwa baba. Mimi Mamadu. Hata nikwambie sasa unijue mzuri. Mimi Mamadu kufika siku ya posho kulamkia siku ya Mungu vita inaingia. Hata nikwambie sasa unijue mzuri. Asubuhi tukapanda na tetros za operation mzee Alida tukaenda naye. Tukakuta baibu wanasambaratika. Wazalendo wakachukua moto pale. Tukabana tope ya kwanza, tukabana tope ya pili, tukabana tope ya tatu. Mimi Mamadu. Tukabana tope ya tatu na majeshi pale. Tukarikire nyuma kwanza, tukarikire nyuma kidogo, tukakuwa kuta baibu bako pale chini ya mti wa embe. Bakakuya. Mungu wa mbingu, saidie baibu. Wale wanatumwa na roho ya kuja kupambana vita hii nchi yetu ya Kongo na kukomboa Kongo. Asante kwa Mungu kisi ulituma baibu baba Kisekedi wa Mulumba. Tukaikala pale. Mie kisi ninasema hapa. Tukaingia tena mvita. Tukabana tena ile top. Tukalala kwa ile top. Nikabana hako silamu haya. Yajui. Wembe sili. Ulikuwa wapi kuli mapambano wewe? Unakuja kwanza kufukuza majeshi hapa Baraka. Ulikuwa wapi wewe mbesili? Dede. Tukaamka siku ya kwanza. Senke. Na kama bale baibu benye balikuwa pale kama baku mwi Baraka. Batajua mama atu anasema vya kweli. Ibu inanijua pale. Ibu pale inanijua très bien. Tukaenda siku ya kwanza. Kufika saa 11 sizani nakosa. Tukawasha moto. Mi Mamadu. Uliza baibu kile nilikuwa na baibu pale. Sikukuwa na mwe. Kama pepari, sikuwa na mwe bembesile mwe. Nilikuwa na mwe. Unaanza kunipigia basoda. Atana na ile ti. Bado wafanya nini? Na ile siku ya kwanza hakuwa kupata frappe. Ndio siku yenyewe walienda. Kama ilikuwa siku ya tatu au siku ya pili na ni siku ya tatu Makobola kakamatiwa. Tukadema mpaka Makobola. Mwivita uliza baibu. Kitu tulifanya adui pale. Singekuwa Mungu anatuwekea mkono wa nchi yetu tugombole, hatungepambana ile vita. Na tunapambana vita kwa sababu Mungu iko ngambo yetu sisi. Lakini kwa sababu nyinyi mko batretre,
Nyinyi bembesila kila Banyarwanda. Ulisha kula kwa Banyarwanda. Ndio mnageuka batretre, mwanze kwa kufukuza. Angekuwa baba William kusimama pale. Wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa kama Kinshasa wewe. Ulikuwa wapi? Kwanza hata watoto yako Mumu Kongo aba kwake hapo. Ndio nakuja uzishe nchi wewe. Kwanza kufukuza nani bazalendo. Kwa hiyo neno wangu wa mwisho ni kusema ya kwamba iwe ya mara ya kwanza na iwe mara ya mwisho. Sikusikie boga mimi. Kwanza wewe utume basoda tena nani bapige basoda. Mimi sikusikie boga. Sikusikie boga kabisa. Defwe niingie mpole. Naacha familia inahangaika. Watoto yangu wanahangaika. Kwa sababu nigomboe nchi yenye tulipewa na Mungu. Tugomboe bulongo ya Mungu. Utukufu. Hayo yakiendelea kujiri namna hiyo, wachambuzi wa masuala ya usalama na wanaharakati wa asasi za raia waomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu kazi zinazoendeshwa na wazalendo katika swala nzima la kujitolea kwa hali na mali kupigania uvamizi wa Rwanda. Hadi hapo mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Iyamba Letu TV, sina la ziada katika makala yetu ya leo. Naitwa Machumbe Tongano Lami Crystal ndo langu jina, na kutakia tukutane tena tunapojaliwa. Kila la fanaka na kwa heri.